Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetembea na kuzungumza na wadau wa uchaguzi kutoka halmashauri ya mji wa Bariadi na halmashauri ya wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu kujiridhisha kama ombi la kuligawa jimbo la Bariadi walioliwasilisha tume kupitia katibu tawala wa mkoa ni la kweli na lilifuata mchakato wote kwa mujibu wa sheria. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Mheshimiwa Jaji wa Rufani Jacobs Mwambegele, akizungumza mara baada ya kumalizika kwa kikao hicho, alionyesha kufurahishwa kwa namna wadau wote walivyokuwa na kauli moja katika ombi lao la kugawa jimbo la Bariadi ili kuwa na jimbo la Bariadi mjini na Bariadi vijijini. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wote kwa mwitikio na ushiriki wenu katika kikao hiki. Aidha, ninawapongeza kwa kuifanya kazi yetu kuwa nyepesi na kwa kauli moja mmekubaliana kuwa maombi yaliyowasilishwa ya mapendekezo ya kuligawa jimbo la Bariadi ambalo lipo katika halmashauri ya mji wa Bariadi na halmashauri ya wilaya ya Bariadi katika mkoa wa Simiyu ni sahihi kwa mujibu wa barua iliyowasilishwa na katibu tawala wa mkoa. Jaji wa Rufani Mwambegele alisema baada ya mchakato huo kujiridhisha, tume itakutana na kutoa majibu ya majimbo yote yaliyoomba kugawanywa au kubadili majina kama yamekubaliwa au la. Tunawasihi kuwa baada ya kufanyika kwa kikao hiki haina maana kwamba ombi lenu limekubaliwa, bali tume leo hapa imetimiza matakwa yake ya kanuni ya 18 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024 ya kutembelea majimbo yaliyoomba kugawanywa au kubadilisha majina. Hivyo tume itakutana na kuendelea kuchakata taarifa zote, na baada ya hapo kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 75 ibara ndogo ya kwanza Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 itatangaza majimbo yaliyogawanywa na au kubadilisha majina. Mapema wakati wa majadiliano, wadau wa uchaguzi kutoka katika wilaya ya Bariadi waliambia tume kuwa wamekubaliana kwa pamoja kuligawa jimbo la Bariadi na kutoa majimbo mawili ya Bariadi mjini na Bariadi vijijini ili kurahisisha shughuli za maendeleo wilayani humo. Kuongea kwa niaba ya waheshimiwa madiwani wenzangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii kushukuru sana ofisi ya mkuu wa mkoa. Taarifa ambayo imesomwa hapa ambayo iliwasilishwa kwako na katibu tawala wetu wa mkoa wa Simiyu, mimi pamoja na waheshimiwa madiwani tunasema kwamba taarifa hiyo iko sahihi. Kwa mantiki hiyo, maana yake ni kwamba sisi tunaridhia kabisa. Kwanza ninavyoangalia waheshimiwa madiwani wenzangu, tunahisi kama vile tunakuchelewesha kurudi Dodoma kuendelea na mchakato wa kukamilisha. Jina langu ni mchungaji Prosper Shao wa KKT, lakini kwa niaba ya viongozi wa dini nipongeze jinsi mchakato huu ambavyo umekwenda. Ni jambo ambalo tulikuwa tunaliombea na hatimaye tunaamini majibu yako karibu kwa majimbo ligawanywe. Kwa niaba ya viongozi wa dini tunaipongeza tume, lakini tunaipongeza pia serikali na tunaomba mchakato huu majibu yawe mapema zaidi ili furaha yetu iweze kuongezeka. Amen. Nazungumza kwa niaba ya vyama vya upinzani. Sisi tunaunga mkono swala hilo, na kwa sababu linasogeza huduma kwa wananchi. Wananchi wanapata huduma, lakini tuseme tu kwamba sisi Bariadi hatuna shida, hatuna tabu. Jimbo ligawanywe na mfanye mchakato haraka ili tuingie vitani. Asante. Mimi naitwa Mzee David Lamek Sendo, mwenyekiti baraza la ushauri la wazee mkoa wa Simiyu. Na ni mwenyekiti wa baraza la ushauri la wazee Tanzania. Kwa sababu ya uhakiki na kujiridhisha mwenyekiti, nadhani utahitaji
kusikia wazee wanasema nini kuhusu hili. Wazee tunaunga mkono. Wazee wote wa mkoa wa Simiyu, wa halmashauri zote, tunasema jimbo ligawanywe. Ustawi wa jamii ni kusogeza huduma iliyo karibu kama walivyozungumza. Nitaka niliseme hili ili uridhike kwamba wazee wako tayari na hili, kwamba tunaunga mkono jambo hili. Asante. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ilitangaza kuanza kwa mchakato wa kuchunguza na kugawa au kubadili majina ya majimbo ya uchaguzi, ambapo ilipokea mapendekezo kuanzia tarehe 27 Februari 2025 hadi tarehe 26 Machi 2025. Vigezo vinavyohusika katika ugawaji wa majimbo huwa ni pamoja na hali ya kiuchumi, ukubwa wa eneo la jimbo husika, mipaka ya kiutawala, jimbo moja kutokuwa ndani ya wilaya au halmashauri mbili, mpangilio wa maeneo ya makazi ya watu yaliopo, mazingira ya muungano, uwezo wa ukumbi wa bunge na idadi ya viti maalum vya wanawake. Mimi ni Dorika Boaz na hii ni News Update Media.